Siku ya jana binafsi nilishtuka kuona waamuzi wa kigeni wanakuja. Taarifa ya kuona waamuzi wa kigeni wanakuja kuchezesha mechi ya dabi, kwako ulipokeaje? Mimi nimejipokea kawaida. Yaani sijashtuka wala nini, ni vitu ambavyo huwa vipo kwenye mpira. Ila maswali ambayo nilikuwa najiuliza baada ya kuona tu ile list ya match officials ni kwamba ni tunakiri ni kama ukiri wa moja kwa moja kwamba waamuzi tulionao ndani ya ligi hatuwaamini, cha kwanza. Lakini pili nikajiuliza swali jingine kwamba inakuaje michezo ya nyuma yote ambayo ilitokea hizi sintofahamu za waamuzi na kupelekea baadhi ya timu zikanufaika. Maana yake ni nini? Moja kwa moja ubora wa ligi yetu unaendelea kudhihirika kwamba kwenye engo ya waamuzi bado kwa asilimia kubwa sana tunaupa special na mchezo wa Simba na Yanga, lakini kumbuka michezo mingine yote 29 kama sio 28 na yenyewe ina count kwenye ubingwa wa mtu. Kwa hiyo ni sehemu ya ligi yetu. Sasa kama huwaamini waamuzi wako na unaona wazi kwamba muda wote hawakupi kile ambacho wewe ulikuwa unakihitaji kwenye mchezo, then kwenye big match ndo unatafuta waamuzi wa kiwango hiki, kwa namna moja au nyingine inafikirisha sana. Yes, inafikirisha. Mimi ni hicho tu, yani kuona kuna hayo mabadiliko sijashangaa, ila sababu nyuma ya hayo mabadiliko ndio kitu ambacho kinatushangaza sana. Raymond bana, taarifa ndo kama hivyo ilivyo. Mchomvu amejaribu kuzungumza kwa maana ya kwamba namna ambavyo taarifa aliona na maswali ambayo aliweza kujiuliza kichwani mwake. Wewe maswali gani ambayo ulijiuliza kiasi kwamba yani ukaona kwanza kulikuwa na haja ya kuleta waamuzi hawa kutokea nje, kwa maana ya kwamba ni kama bodi ya ligi imedhihirisha kwa waamuzi tulionao nchini kwetu hawatoshelezi kufanya maamuzi ama kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu kwenye mechi wanapokutana Simba na Young Africans? Mimi wangu nafikiri kuna namna mbili. Namna ya kwanza ni labda ni woga wa bodi ya ligi, nitaelezea kwa nini. Lakini namna ya pili inawezekana pia hivi vilabu vimedemand kuwa na waamuzi nje ya Tanzania, kwa sababu kanuni actually inawaruhusu, kwa maana ukisoma ile kanuni namba 3 kusema timu zinaweza kukubaliana au timu moja inaweza kuleta pingamizi kwa notion ya waamuzi kusema kwamba tunataka labda mwamuzi atoke sehemu nyingine siku 3 kabla ya mchezo. Na kwa sababu jana bodi ya ligi ndio ametoa majina ya waamuzi, you never know. Hapo sasa ndo notion yangu ya pili, kwa maana imejificha. Inawezekana labda Simba na Yanga walikubaliana labda game isichezeshwe na waamuzi wa ndani, inawezekana, umeona. Au inawezekana wakati anaketi na mheshimiwa rais, labda miongoni mwa vitu ambavyo walikubaliana kwa maana ya wadhamini kwa maana ya viongozi kusema kwamba bwana sisi tunataka refari atoke nje sasa ili labda tucheze, umeona. Lakini kwa inosheni ya pili, kwa maana ya uoga sasa wa bodi ya ligi, kwa sababu kiukweli kama Simba na Yanga hawajademand refari kutoka nje, kwa nini bodi ya ligi wamewaita marefari kutoka nje? Kama ni uoga wao bodi ya ligi, Simba hajapeleka barua wala Yanga hajapeleka barua kudemand refari wa nje, vipi sasa? Vipi kuhusu baada ya mchezo kumalizika timu moja ikashtaki labda bodi ya ligi kusema kwamba wameleta waamuzi kinyume na kanuni? Yani nini kitatokea hapo sasa? Umeona, matokeo yatafutwa, mchezo utarudiwa tena au nini? Yani kwa unaona, yani kuna vitu ambavyo kama ni kweli Simba na Yanga wamedemand kuwa na waamuzi wa nje, it's fine. Lakini kama Simba na Yanga hawakudemand waamuzi kutoka nje, hiyo mchezo unaweza ukaita tena sakata jingine jipya kwenye football. Mimi naamini hivyo. Mimi naamini hivyo kwa sababu yani kila mtu ana right. Unajua yani kama mimi Simba sija demand au Yanga sija demand afu mchezo umeisha tumefungwa, sinaweza nikashtaki tu bwana bodi ya ligi bwana wameleta waamuzi au TFF wameleta waamuzi ambao kinyume, yani wamekuja kinyume na matakwa ya kanuni ambazo tumejiwekea wenyewe, kwa sababu siku 3 kabla ndio natakiwa timu iseme bwana sisi tunataka waamuzi au tunataka waamuzi, na ufuichi kitu ambacho pengine labda bodi ya ligi wamekuwa kichelewa kukitangaza, ila labda hizo timu husika zimekuwa zinawahi kupewa hizo taarifa. Kwa maana tunaona mechi nyingi unakuta bodi ya ligi wanatangaza referee a day before, siku moja kabla. Sasa kitu ambacho pengine akimpi hata ile haki ya klabu hivyo vilabu husika kusema sisi tunamtaka huyo maamuzi au hatumtaki. Kwa mimi naona labda kuna uwezekano
kama bodi ya ligi ni wao wenyewe ndio wameamua kuleta huyu mwamuzi, kuna uwezekano baada ya mechi sakata lingine likaibuka. Kwa maana ya kwamba sheria haziruhusu hiki walichokifanya. Kanuni zinaruhusu, lakini siku 3 kabla timu ni vilabu ndio vinatakiwa viombe. Sio bodi ya ligi au TFF iwaletee. Kwa sababu kanuni namba 8 ndio inasema hivyo, umeona. Lakini sasa ndio maana nasema kama kweli Yanga na Simba wao ndio wameomba refari awe wa nje, wana kanuni inawaruhusu, ndio nani haki yao kabisa, nani sahihi kabisa bodi ya ligi kuleta waamuzi kutoka nje. Lakini kama Simba na Yanga hawakuomba, ni wao bodi ya ligi ndio wameamua kwenda kuchukua waamuzi wa nje, labda pengine kutokana na pressure iliyoko nje au nini. Ndio maana sasa kama Simba na Yanga hawakuomba, kuna sakata jipya linaweza likaibuka, kwa sababu ni notion ya mtu tu kuamua, kwa sababu kiukweli ipo hivi, unaruhusiwa kukata rufaa baada ya mchezo kama ukiona kuna kanuni au kuna sheria zikuzingatiwa kwenye huo mchezo. Sasa maana yake moja ya kanuni ambazo pengine zitakuwa hazikuzingatiwa, kama ikiwa ni kweli, ni moja hapo ni kuleta marefari wa nje, wakati mimi sikuomba. Mchomvu, umemsikiliza Raymond amezungumza hapo kugusia labda kama kuna maseke mengine ambayo anaweza yakajitokeza baada ya hiki ambacho kimefanyika hivi sasa, kwa maana ya kwamba kuwachukua waamuzi kutoka mataifa mengine kuja kuchezesha mchezo huu. Lakini kuna kitu likizungumza kuhusiana na kwa nini wameita waamuzi katika mechi moja tu, na kati ligi yetu ina mizunguko ama ina mizunguko miwili, kwa maana ya mechi 15 mzunguko wa kwanza, mechi 15 mzunguko wa pili. Bado bodi ya ligi ina pressure kwa namna ambavyo wamegusia leo. Unaiona pressure ambayo bado iko bodi ya ligi, ndani ya bodi ya ligi, na ile dominance ambayo wako nayo Simba na Yanga kwenye maamuzi yanayofanywa na bodi. Naam, pressure ipo kwa asilimia kubwa. Yaani mpaka wanaingia gharama zingine za kuleta waamuzi kutoka nje. Maana yake ni kwamba linapokuja swala la mchezo wa dabi, huwa vitu vingi sana vinatazamwa na bodi. Msimu ni moja ya chombo ambacho kimeuangaliwa kwa ukubwa sana kupitia mchezo, kiasi cha kwamba baadhi ya viongozi wameondolewa na wengine wameng'atuka kabisa kwa sababu ya kushindwa kusimamia hizo kanuni vyema. Sasa haziishii tu kwamba tunasimamia kanuni nje ya uwanja, lakini mchezo wa dabi ya Kariakoo huwa unahitaji mpaka ndani ya uwanja, kwa maana ya usimamizi wa sheria 17 za mpira utazingatiwa, kwa sababu chochote ambacho kitaenda vibaya ndani ya uwanja ni rahisi zaidi kutumpiwa lawama wale wa nje ya uwanja kwamba maybe bodi mlishindwa kusimamia, au pengine kuna maelekezo mlitoa kwa waamuzi. Huwa inazungumzwa sana hizo baada ya mchezo kumalizika. Sasa kujaribu kujiepusha na kila kitu, kumbuka kwamba tayari kuna baadhi ya viongozi wameshaondoka kwenye ngazi zao. Tayari kuna tarehe ya mchezo ilipangwa, imevukishwa pasipokuwa na sababu za kimsingi kwa nini mchezo uliondolewa kwenye hiyo tarehe. Mchezo mwingine umepangwa, of which Simba hawajakuja hadharani na kusema kwamba wataingia kwenye huo mchezo. Kwa haya yote yaliyotokea kuelekea kwenye huo mchezo, nadhani solution nyingi zimekuwa ni za kibusara zaidi kuliko kuzingatia kanuni za mchezo. Ndio maana Ray amesema kwenye kesi ya kuleta waamuzi kutoka nje, kama watakuwa Simba na Yanga walikaa chini kukubaliana, inakuwa it's okay. Lakini tukumbuke kwamba Simba na Yanga kila mmoja hakuna aliyetimiziwa matakwa yake kwa usahihi, wakati wanaelekea kwenye huu mchezo ambao utasema ni clear kabisa, bodi wameshaweka kila kitu sawa, then sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kucheza huu mchezo. Kinachoonekana ni busara zaidi zimetumika kwenye maamuzi kuliko kanuni. Ndio maana hata ukija kwenye swala la kuletwa waamuzi wapya, ni wazi kwamba hata kama Simba na Yanga walikuwa wamekubaliana, yeye amesema taarifa ilipaswa itoke siku 3 kabla, lakini wao wametoa taarifa masaa machache. Sasa tafsiri yake ni nini? Ni mwendelezo wa zile busara kwamba kanuni zote sasa zinawekwa pembeni, then tuanze kuzingatia busara kwenye utekelezaji wa hivi vitu. Moja ya hizo busara ni pamoja ya kufikiria kwamba tutafute waamuzi kutoka nje ili kusiwe na lawama zozote
baada ya mchezo huu kumalizika. Nilikuwa najaribu kusoma baadhi ya maoni ya wachambuzi wakubwa baada ya kuona match officials ni waamuzi kutoka nje. Kuna mwamuzi mmoja huwa napenda sana kumfuatilia, yeye akazungumza kwamba siku zote si vibaya, alitumia mfano, si vibaya kutoka out na mkeo hata kama yani kutoka out na mkeo sio dhambi, yani hakuleti picture kwamba yeye hajui kupika. Mara moja it's fine, lakini kwangu mimi naona hii kauli haijakaa sawa. Yani viongozi marefari wetu ukija kuchambua maamuzi yao kwenye michezo mingi, utagundua kwamba kwa hili lililofanyika na Mungu anaweza akatoka hadharani na yeye akasema bane, kwenye michezo yangu mimi nahitaji waamuzi kutoka nje. Na reasons anazo ambazo zina make sense kabisa. Kanuni kabisa ipo. Mashujaa naye anaweza akatoka hadharani kwamba mimi waamuzi wetu siwaamini, akatoka sijui na Dodoma Jiji whatever, na wengine zikaongezeka timu kibao na wakawa na reason concrete kabisa kwamba mimi kwenye mchezo wangu muamuzi aliboronga, alimpa mtu kadi nyekundu sehemu ambayo sio ya kadi nyekundu, then utajiteteaje kama bodi? Kwa hiyo mwisho wa siku tutazunguka kote, ila tutarudi kwenye eneo moja kwamba linapokuja swala la Simba na Yanga, maswala ya kutumia kanuni na taratibu huwa ni magumu sana. Mimi nilishawahi kusema siku za nyuma hapa, wakati anang'atuka Mguto pamoja na yule aliyosimamishwa, simkumbuki vizuri, Kasongo, yes. Wakati wanasimamishwa na mwingine anajiuzulu, nilisema wazi tu kwamba hii haikuwa kwenye kuyatimiza matakwa ya Yanga, ila bali ni katika kusikiliza viongozi wa juu wa nje. Yes, wanataka muamue nini kwenye hili. Na hata swala la kuleta waamuzi wa nje, kuna uwezekano mkubwa kama alivyozungumza Ray, wakati wamekutana na mheshimiwa, si tuliona picha tu, hatujui discussions zilizofanyika, ila kuna uwezekano mmoja alikuja na matakwa bana, ili mimi nicheze. Baadhi ya viongozi wa ng'atuke, iko wazi. Mwingine akaja na matakwa yake, sisi hatutotaka viongozi na niliweke wazi tu. Kwenye haya ninayozungumza kuna uwezekano mkubwa kwamba Young Africans yeye alisema atacheza mchezo endapo viongozi watajiuzuru. Then Simba akasema mimi nitacheza mchezo endapo waamuzi watatoka nje. Kwa nini nasema hivi moja kwa moja? Ukifuatilia kauli ya Mwalimu Fadlu baada tu ya kumalizika mchezo dhidi ya Kagera Sugar juzi, anakuambia kwenye mchezo wa dabi tunachokihitaji, alizungumza straightforward kwamba tunachokihitaji waamuzi wawe fair, kiasi cha kwamba mchezo uliopita tulipaswa tupate penalty 2 za Kibu Dennis. Alizungumza hivyo, lakini hatukufanikiwa kupewa, na akaweka wazi kama mchezo utakuwa fair, itakuwa ni namna rahisi ya yule atakayekuwa bora uwanjani kwenda kushinda mchezo wake. Sasa kama yeye amezungumza kwenye engo ya waamuzi, alafu tayari unashuhudia mabadiliko yaliyofanywa, ni rahisi zaidi kuconnect doti kwamba Simba mahitaji yao au matakwa yao ni kwamba waamuzi wawe neutral, yes, watoke nje. Wakati Yanga, kwa sababu nimeshazungumza kwamba yale matakwa yao ya kikanuni hakuna hata moja lililotimizwa ambalo lingewafanya wawe tayari kuelekea kwenye mchezo wa dabi. Kwa hiyo ni busara zaidi imetumika, na hasa itakuwa ni viongozi wa nje ya shirikisho walioleta hii busara. Tuzungumze hapo kwa maana ya kwamba kile ambacho kinaendelea kwa upande wa waamuzi, pengine kuna ile kuhusishwa kwamba Arajiga akichezesha mechi ya dabi, labda anaonekana anakuwa upande wa Young Africans na vitu vingine kama hivyo, na wakati watoto tunafahamu ubora ambao wamekuwa nao Arajiga, na kuelekea dabi hii, basi asilimia kubwa tulikuwa tunaamini kwamba kwa waamuzi ambao tuko nao ndani ulikuwa uioni nafasi ya Arajiga kukosa kuchezesha hii mechi ya dabi. Lakini kukosekana kwake ama kuto kupewa hiyo nafasi hata tu ya kuwa fourth official katika huu mchezo, kunatoa taswira gani kwa upande wa waamuzi wetu? Mimi nafikiri, unajua notion ya waamuzi tumekuwa tukizungumza hapa mara kadhaa. Kiuhalisia tuna waamuzi wa kawaida sana, yani kwenye reality tuna waamuzi wa kawaida sana. That's why unaona sisi kwetu tuna waamuzi wengi kwenye beji za FIFA, lakini waamuzi ambao wanatumika hata na CAF tu sidhani kama wanazidi waamuzi 4 kwenye ligi yetu.